Jina langu naitwa Hamad Rashid Mohamed. Ni mwenyekiti mstaafu wa ABC, lakini ni waziri wa afya mstaafu Zanzibar. Na nafikiri mmoja kati ya wanasiasa wachache waliobakia wakongwe. Inatosha introduction. Asante. Kwanza nasema nimefaidika kwa sababu mambo matatu. La kwanza, hakuna documentary iliyofanywa. Ni ya kwanza kabisa kuiona. Ukiacha ile taarifa ya tume ambayo na sisi kutueleza, hii ni kitu cha kwanza ambacho kimekuja public, kuna watu wakakiona. La kwanza. Lakini la pili limefanywa na mtu ambaye ni mgeni, si Tanzania, na amekusanya mawazo yake mwenyewe kwa utaalamu wake, amekusanya facts ambazo zinahitajika kukusanywa na akawaeleza wananchi, hasa katika maeneo muhimu sana kwangu mimi naona, ambao ya pamoja watu wanasema kuna loopholes here and there, lakini ya muhimu. La kwanza, je, tukio hili la tarehe 29 lilikuwa geared kwa ajili ya uchaguzi au lilikuwa ni? Nafikiri limekuwa limeelezwa vizuri na ushahidi umetolewa vizuri, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, je, kuna mkono wa nje au hakuna mkono wa nje? Nafikiri evidence imeonekana za kifedha, lakini hata za ndugu zetu walioko nje na kutumika kiasi gani kushawishi ndani. La tatu, yale kaburi lile kubwa tuliomba lipo halikuonekana. Ni jambo ambalo lilikuwa limesemwa sana, na hilo na hata kwenye interview tangu na mimi nimesema tume imefanya uchunguzi wa kisayansi, na mwingine mwenye taarifa akafanya uchunguzi wa kisayansi, na yule kafanya uchunguzi akasema hakuna kaburi la majumui kama ilivyosemekana. Kwa hivyo hizo taarifa tatu muhimu, lakini kubwa zaidi imetoa mafunzo kwamba sisi kama Afrika tunahitaji kujiangalia sana juu ya ushawishi wa nje kuendelea neocolonialism ambayo inatakiwa kufanyika. Nafikiri hili ni jambo la msingi sana kwa Tanzania na kwa Afrika kwa jumla. Nafikiri nalo limetusaidia kwa jumla. Kwa hiyo kwa ujumla nasema ni somo kubwa sana. Lakini la kusikitisha tu moja, nilitegemea waandishi wa habari wa Tanzania na wao walikuwa wametengeza documentary ya kwao ambayo ikasambaa kwa Watanzania, wakaona halisia wa Tanzania. Ruikiza Runyagira ni mhariri mkuu wa Wasafi Media. Ni miongoni mwa watu ambao wameshuhudia hii documentary ambayo imetengenezwa na David, mwanahabari mwenzetu wa habari za uchunguzi kutoka Ghana, lakini ambaye kwao ni Nigeria, kuhusiana na tarehe 29 Oktoba mwaka jana, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Yako maeneo kadhaa ambayo yeye ameyatazama, na mimi siwezi kuangalia yote, lakini najaribu kuangalia halifikiria nini kufanya. Hilo ndo la kwangu la muhimu sana. Wakati ninatazama nikagundua kwamba amepambana sana kujaribu kutukumbusha sisi wanahabari, anatafuta kitu chochote kinachotokea kina sababu. Kwa yeye alikuwa amekwenda kujikita zaidi kwenye kisababishi cha sababu. Ni nini kilisababisha yakatokea haya yaliyotokea? Anaweza kuwa asiende mbali sana kwa sababu nchi sio yake. Nchi ni yetu sisi. Lakini kama mwanahabari, kama mhariri, alichokifanya huyu mwanahabari kutoka Ghana ni whether tumeridhika nacho au hatukuridhika nacho, lakini ametukumbusha kama wanahabari kwa nafasi yetu na sisi kuna pahala ambako tulitakiwa kufanya. Kwa hiyo moja, kupitia kwake tukiangalia kila alichokifanya, nadhani sisi kwa sababu nchi yetu tunaweza tukafanya zaidi. Kimsingi vitu vya namna hiyo vitakiwa kurudia, na ili visirudie yako mambo kadhaa ambayo ni lazima yafanyike, na yanafanywa na nani? Ni lazima yafanywe na wanahabari ambao wamebobea na wafanye vizuri. Sasa yako mambo ambayo yanahusiana na hizo sababu. Hizo sababu sisi ndio Tanzania ndio tunazijua au tunaweza kuzitafuta kwa sababu ziko kwa majirani zetu, kwa viongozi wetu, kwa kina nani wote. Kwa hiyo la kwanza mimi nimeona ni kwamba ametukumbusha vyombo vya habari wajibu wetu. Hatukufanya nini kabla, tulitakiwa kufanya nini wakati inaendelea, na kwa sasa tunatakiwa kufanya nini ili taifa lisirudi huko. Kwa hiyo David yeye ametengeneza kama wazo ambalo sisi sasa wanahabari, vyombo vya habari vya Tanzania vinawajibika kuanzia pale alipoishia. I'm a journalist originally from Nigeria, living under asylum protection in Ghana, and I've been into investigative journalism since roughly 2019 after I left TV, and which is how come I ended up in the station and I ended up in that.
When I decided to work on this story, which was almost immediately happened last year, because while it was happening, we were monitoring it in our newsroom. It's called the Spearhead. We're based in Accra. We're monitoring it. We had several very animated in-house conversations about it. I'll spare you the details, but we decided that this is a recurring story that some of us have already experienced in our own personal capacity, and this is an African story that needs to be told because we realize that just like in Ghana, across most of Africa, the majority of people don't seem to have an understanding that their countries exist in a wider political context. They think that their problems